Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC kufuatia kile anachodai kuwa ni uongo wa kimaadili na upotoshaji wa makusudi katika makala ya kipindi cha uchunguzi cha Panorama. Timu ya wanasheria wake imetoa makataa ya hadi tarehe 14 Novemba kwa BBC kuondoa kabisa makala hiyo na kuomba radhi hadharani, la sivyo shirika hilo likabiliwe na kesi ya madai ya fidia ya hadi dola bilioni 1, takriban pound milioni 760. Sakata hilo lilianza baada ya ripoti za ndani za BBC kufichua kuwa makala hiyo ya Panorama ilihariri vibaya hotuba ya Trump ya tarehe 6 Januari mwaka 2021, siku ya vurugu katika majengo ya bunge la Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wahariri waliunganisha sehemu mbili tofauti za hotuba hiyo, jambo lililoifanya ionekane kwamba Trump alikuwa akiwahimiza wafuasi wake kushambulia bunge la Marekani baada ya kushindwa katika uchaguzi wa urais. Kosa hilo limezua mjadala mkubwa kuhusu maadili ya uhariri na usawa wa shirika hilo. Mwenyekiti wa BBC Samir Shah alikariri kuwa kulikuwa na hitilafu kubwa ya hukumu ya kihabari, akisema mchakato wa uhariri uliweza kutoa tafsiri isiyo sahihi ya nia ya Trump, na hata hivyo BBC imekanusha vikali kuwa na upendeleo wa kitaasisi. Licha ya msimamo huo, sakata hili limeleta mtikisiko mkubwa ndani ya shirika hilo na kusababisha viongozi wakuu wawili, Tim Davian na mkurugenzi mkuu wa BBC na Deborah Tannis, mkuu wa habari, kutangaza kujiuzulu Jumapili, wakisema wanawajibika kwa kilichotokea. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa BBC na timu ya Trump ikiwa makala hiyo haitafutwa au msamaha utatolewa kufikia Novemba 14. Trump amedokeza kuwa ataanzisha rasmi kesi ya madai dhidi ya shirika hilo, hatua ambayo inaweza kuwa mojawapo ya kesi kubwa zaidi za kisheria dhidi ya chombo cha habari katika historia ya kisasa nchini Uingereza.